Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini mtazamaji wa Mahasin TV ubuheri wa afya upote pale ulipo. Ni ukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Langu jina ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa na katika upande wa habari za kimataifa. Hapo baadaye Hilali Sefuriami nitamkaribisha hapa kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, ni kupitisha katika muhtasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. KKK kuanza kutumika katika mfumo wa teknolojia kwa wanafunzi mkoani Ruvuma. Serikali yakabidhi pampu 52 za kilimo cha umwagiliaji kwa wakulima mkoani Katavi. Na katika rubaa za kimataifa, wanajeshi 7 wa Marekani wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano makali ndani ya manuari za kijeshi. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari kwa kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari siku hii leo tukianzia huko mkoani Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma umeanza kutumia teknolojia ya kidigitali kama silaha ya kuongeza umahiri wa wanafunzi katika kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, kupitia mradi wa Msingi Tech uliozinduliwa katika shule ya msingi Humbaro kwa lengo la kuwajengea uwezo wa uelewa wa haraka wanafunzi. Taarifa kamili kama anavyoeleza Hilali Sefuriami. Akielezea kuhusu mradi huo wakati wa uzinduzi wa mradi uliofanyika katika shule ya msingi Humbaro na kujumuisha wadau mbalimbali, mkurugenzi wa fedha na utawala wa Imagine Worldwide Deo Chua ametaja idadi ya shule zilizofikiwa na mradi huo wa ndani na nje ya mkoa wa Ruvuma. Lengo letu kuu ni kuwawezesha watoto kujenga stadi za kusoma na kuhesabu zinazohitajika ili kufikia uwezo wao kamili. Mpango huu unalenga kuunga mkono juhudi za serikali zilizopo za kuboresha ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la 3. Hadi kufikia Juni 2026 tumefanikiwa kufikia shule 250 nchini Tanzania na zaidi ya wanafunzi 1073. Aidha, mkurugenzi huyu ameelezea malengo na matarajio ya mradi huo katika kipindi cha miaka ijayo, akisema lengo ni kuifikia idadi kubwa ya wanafunzi katika kunufaika na mradi huo unaotarajiwa kuleta tija kwa wanafunzi. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2026, mwisho wa mwaka huu, tumejipanga kuongeza shule nyingine 50, kufanya jumla ya shule tunazofikia mkoani Ruvuma kufikia 100. Kwa upanuzi huu tunatarajia kufikia wanafunzi takriban 20,000 kimkoa. Tukiangalia mbele kuelekea mwaka 2027, dhamira yetu ni kufikia shule nyingi zaidi. Tutapanua programu yetu kwenye shule 60 katika wilaya ya Nyasa pamoja na kuongeza shule mpya 20 katika wilaya zetu za sasa za utekelezaji. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Ruvuma wakili Mary Makondo, wakati akizindua mradi huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo, amesema mradi huo ukitumika vizuri itakuwa nguzo muhimu kwa wanafunzi, hususan wanafunzi watakaofanya mitihani. Mkakati huu wa Triple K au KKK
ni nguzo muhimu ya dira ya taifa na utekelezaji wake, dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Agenda Africa 2063 na lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu linalohusu elimu bora kwa wote. Hivyo mradi huu ukitumiwa vizuri, wanafunzi watamudu stadi hizo wakiwa darasa la pili, watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufaulu mtihani wa darasa la 4 kwa viwango vya juu. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Ruvuma. Mtazamaji, hivi sasa tuelekee huko mkoani Katavi ambapo serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imekabidhi pampu 52 za umwagiliaji kwa vikundi 46 vya wakulima wadogo mkoani Katavi zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 500, ikiwa ni hatua ya kuongeza uwezo wa wakulima kumwagilia mashamba, kupanua maeneo yanayolimwa na kuongeza tija ya uzalishaji. Hafla ya kukabidhi pampu hizo imefanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi, ambapo akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu amesema matumizi ya pampu hizo yatawezesha kuongeza uzalishaji na tija katika kilimo, kukifanya kilimo kuwa cha kibiashara na kuongeza kipato cha wakulima. Sasa nini tufanye? Tuimarishe kwenye uzalishaji. Ndio maana pampu hizi leo zimeshuka hapa mkoa wa Katavi. Ninyi wana vikundi mmebainishwa na imeelezwa utambuzi na ubainishi utaendelea. Ni kwa sababu mahala pengine wakati mwingine baadhi ya watu wanabadili matumizi, badala ya kutumia kulima kuzalishia, wanaanza kutumia kufyatua matofali, alafu na kukata miti na kuchoma matofali. Malengo yanakuwa hayajafikiwa. Mkoa wa Katavi wenye jumla skimu 29 za umwagiliaji zinachangia uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, ikiwemo mpunga, mahindi, maharage na mboga mboga. Pampu hizo 52 zitakazosambazwa kwa vikundi 46 vya wakulima zitasaidia kuongeza uwezo wa wakulima kupata maji kwa ajili ya mashamba yao. Kutokana na matumizi ya pampu hizi, tunatarajia kuongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji, kuongeza uzalishaji wa mazao kwa mwaka, kuwezesha wakulima kulima zaidi ya misimu miwili kwa mwaka, kuongeza matumizi bora ya rasilimali za maji, lakini kutunza mazingira, vyanzo vya maji na kingo za mito, kuongeza kipato cha wakulima na ajira katika maeneo yao, kuongeza mapato ya halmashauri na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kupitia uchangiaji wa mfuko wa maendeleo wa umwagiliaji. Jitihada za kuimarisha kilimo cha umwagiliaji mkoani Simiyu zimepata msukumo mpya baada ya vikundi vya wakulima vya vijana na wanawake kukabidhiwa pampu 120 za umwagiliaji zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 800, lengo likiwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika uzalishaji wa mazao ya biashara. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa zana za kisasa za kilimo cha umwagiliaji iliyofanyika wilayani Busega, mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringa Macha amesema jamii ni lazima kubadilika katika matumizi ya zana za kisasa za kilimo ili kuongeza tija ya uzalishaji katika nyakati zote. Sasa hivi ili maendeleo tuyapate, tunahitaji tuwe na kilimo ambacho hakitegemei kudra tu za mvua, hali ya mvua, lakini zinategemea vile vile umwagiliaji, na kwa tunakuwa na uhakika wa kutosha. Kilimo cha sasa hivi wote tunajua mabadiliko ya tabia nchi, mvua hazitabiriki, zinaweza zikanyesha kidogo, zikanyesha kwa wingi, na namna moja au nyingine tusipate mazao tulivyotarajia. Awali mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Simiyu, mhandisi Julius Lazaro, ameelezea idadi ya wanufaika wa mradi huo na jinsi uzalishaji wa mazao ya biashara yatakavyoongezeka kupitia mradi huo. Mradi huu unatarajiwa kunufaisha wakulima 1440 waliounganishwa kwenye vikundi 120, ambapo kati ya hao wanawake wako 576 na wanaume 864. Kupitia pampu hizi jumla ya ekari 2400 zinatarajiwa kumwagiliwa, ambapo itapunguza utegemezi wa kilimo cha mvua na kuongeza tija kwenye uzalishaji wa mazao. Hivyo miongoni mwa mazao yanayolimwa kwenye vikundi hivyo ni pamoja na mazao ya mahindi, ambapo uzalishaji wake unatarajiwa kuongezeka kutoka tani 1 kwa ekari 1 hadi kufikia tani 1.8 mpaka tani 2.5 kwa ekari 1.
Kwa upande wake mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Simiyu, CDE Shamsa Mohamed, amewataka maafisa ugani kuendelea kutoa elimu kwa wakulima ili kutumia nyenzo za kisasa katika uzalishaji, huku akitoa wito kwa wanufaika wa mradi huo kuzitunza nyenzo hizo za kisasa. Na wale maafisa ugani, maafisa kilimo, tuwafundishe wakulima sasa walime kilimo cha kisasa, tuondokane na kile kilimo cha mazoea. Tunapowapa pampu, na leo tumefika hapa, tuwatembelee mara kwa mara kuhakikisha kile kilimo wanapata mbegu bora, wanapata mbolea ya kisasa, na pia wanapopata changamoto za wadudu katika mimea yao, basi tuwasaidie kuwatafutia wataalamu wazuri na dawa nzuri kwa ajili ya kuhakikisha yale makusudio ya ilani ya Chama cha Mapinduzi na kumnufaisha mkulima anakwenda kunufaika. Mkoani Mtwara, wakulima wa zao la mwani katika kijiji cha Nemela, kata ya Msanga Mkuu iliyopo katika halmashauri ya wilaya na mkoa wa Mtwara, wamekabidhiwa msaada wa boti pamoja na vifaa vya kuvunia zao hilo, hatua inayolenga kusaidia kuongeza uzalishaji pamoja na kipato cha wakulima. Tupate taarifa kamili. Kabla ya ujio wa boti hizo, wakulima hawa wa mwani wamepitia adha mbalimbali, lakini sasa boti hizo zinakwenda kurahisisha zoezi la uvunaji wa mwani. Tulikuwa na adha kipindi hiko kabla hatujawa na hizi boti. Ilikuwa tunachukua kwa viroba, tunavutavuta tu huko kwa kamba, uleta huko kwenye, kutoka huko kwenye mavuno uleta huko mchikavu. Lakini kwa sasa hivi tunanufaika kupitia huu mradi wa boti waliotuletea. Hapo mwanzo kabla hatujapata maboti tulikuwa tunaumia sana, kwa sababu tulikuwa tunatumia kuweka mwani kwenye viroba na kusindia mavyupa pamoja na kuyavuta vile viroba mpaka nchi kavu. Ila kwa sasa hivi matumaini yetu ni kwamba tutapata urahisi wa kuvuna mwani, kwa sababu tunacho kifaa maalum ambacho kinatuletea urahisi wa kutoa mwani kule baharini mpaka nchi kavu. Boti hizo zimetolewa kwa mashirikiano ya asasi za kiraia, TEMO na Siwedi Mwani, wakieleza hatua hiyo inalenga kuunga mkono juhudi za serikali katika kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa 2050. Ni wajibu wetu sekta binafsi kuhakikisha inashirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutimiza malengo mbalimbali iliyojiwekea. Kwa sisi kama TEMO na Siwedi Mwani tunaamini zoezi hili ni katika kutimiza yale malengo makuu au dira ya 2050. Kwa upande wake, serikali kupitia afisa kutoka wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA imeeleza kutambua mchango unaotolewa na sekta binafsi katika kuinua maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Serikali inatambua mwani kama zao muhimu katika kukuza uchumi wa buluu. Sekta hii inatoa ajira na kipato kwa wananchi wengi, hususan jamii za pwani, wanawake ambao ni sehemu kubwa ya wakulima wa mwani. Kwa hiyo kumwezesha mkulima wa mwani ni kuwezesha familia na jamii kwa ujumla. Niwapongeze Siwedi Mwani Mariculture TEMO kwa ushirikiano wao na wakulima. Ushirikiano huu ni mfano mzuri na namna serikali, sekta binafsi na jamii wanavyoweza kushirikiana katika kujenga sekta yenye tija. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Manyara, ambapo wananchi mkoani Manyara wamehimizwa kujitokeza kupata huduma za vipimo vya matibabu ya macho kufuatia kambi ya siku 5 ya madaktari bingwa wa macho inayoendelea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, inayoendelea hadi Agosti 14 mwaka huu 2026. Kutokea huko mkoani Manyara, mwanahabari wetu Jafar Hamisi anatuarifu zaidi. Mratibu kambi ya madaktari bingwa wa macho mkoa wa Manyara, ambaye pia ni meneja mradi wa KCCO katika mwaka 2025-2026, jumla ya wagonjwa 21,725 walipatiwa huduma kupitia kambi ya madaktari bingwa wa macho. Kutokana na uhitaji wa wagonjwa wa macho ambao wanapatikana ndani ya mkoa wetu wa Manyara, na kama tulivyoanza kuanzia asubuhi, so far tumeshaona wagonjwa 80 na tunategemea kwa siku ya kwanza tuweze kuona wagonjwa zaidi ya 130. Kwa hiyo ni kwa jinsi gani tunaona kwamba wananchi bado wanahitaji hizi huduma za macho. Sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na wadau wetu KCCO tumekuwa tukifanya hizi kambi
lakini sio kwa hapa mjini. Tumekuwa tukienda pembezoni katika halmashauri zote 7 ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Manyara. Lengo ni kuweza kuwafikishia wananchi wetu huduma kwa karibu. Amesema kati ya wagonjwa hao 956 walifanyiwa upasuaji mtoto wa jicho pamoja na upasuaji mwingine wa macho. Kwa kipindi cha mwaka jana mwezi wa 7 mpaka mwaka huu mwezi wa 7 tumeweza kufanya uchunguzi kwa wagonjwa 21,725 ambao kati yao 956 wameweza kupata huduma ya upasuaji wa mtoto wa jicho lakini na upasuaji mwingine. Na kwa mwaka huu 2026-2027 tunategemea kuona wagonjwa zaidi ya 25,000. Lakini pia tutafanya upasuaji, tunategemea na tunatarajia kufanya upasuaji wagonjwa zaidi ya 2,500. Huku baadhi yao wakieleza kuwa uwepo wa madaktari bingwa umewarahisishia kupata uchunguzi na matibabu bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Nashukuru kwa ajili ya huduma hizi za macho ambazo wataalamu wetu mmetuletea katika wilaya yetu ya Babati, hususan hospitali ya mji wa Babati. Inatusaidia sana wananchi, lakini pia ni vyema basi wafikie hata wananchi wa mbali. Sio hapa unajua hapa ni mjini. Sasa kuna wengine vijijini ambao pia wanahitaji huduma kama hizi za macho. Nilipata taarifa ya huduma ya macho, hasi nikaona nije kwa sababu na mimi na shida ya macho. Sasa hii huduma kwa kweli ni nzuri, kwa maana ungeenda kupata hii huduma mbali kama hospitali za KCMC au kaenda Benjamin Mkapa, bado ni mbali. Sasa inakuwa ni wepesi zaidi, tumetumia gharama ndogo sana kuja hapa. Wagonjwa ambao nimehudumia mpaka sasa ni wagonjwa wa mtoto wa jicho, hususan ni wazee, lakini pia na ugonjwa mwingine ambao mara nyingi sana mtoto na wagonjwa wengi hapa ni ugonjwa wa shida ya lenzi ya kioo cha mbele cha jicho, kwa kitaalamu tunaita refractive errors. Pia kuna wagonjwa wengine ni wagonjwa wa sukari na pressure ya macho pia. Kutoka hapa wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Jafari Hamisi wa Mahasin TV. Shukrani sana Jafari Hamisi kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Manyara. Mtazamaji, hivi sasa tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba, ambapo wavuvi kisiwani Pemba wametahadharishwa juu ya kutumia vifaa visivyo salama wakati wanapokuwa katika shughuli zao za uvuvi, ikiwemo gesi, ili kuondokana na athari mbalimbali ikiwemo kupoteza maisha. Rajabu Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Kauli hiyo imekuja baada ya matokeo ya utafiti unaohusu usalama wa afya kwa wavuvi wanaozamia katika uvuvi mdogo pamoja na ushiriki wa wanawake katika shughuli za uvuvi. Katika utafiti wetu gundua kwamba wavuvi wengi huwa wanazamia zaidi ya chupa 2 kwa siku moja, ambapo kwa wiki wanaenda baharini zaidi ya mara 6, jambo ambalo linaweka afya zao katika hatari iliyokuwa kubwa kuweza kupata maradhi ya decompressional sickness, ama kwa Kiswahili tunasema maradhi ya ganzi kama wavuvi waliozoea kuyaita, maradhi ambayo yanasababisha athari ya mtu kuweza kupooza mwili na muda mwingine kupata athari za kifo kabisa. Lakini tumegundua kwamba shughuli kubwa katika hawa wanawake ni ukulima wa mwani. Maanake katika watu 100 pengine 76% wote walikuwa wanajishughulisha katika ukulima wa mwani. Na mwisho tulikuwa tunaangalia utafiti huu, lengo ni kutoa mapendekezo yanayoweza kuboresha hali ya maisha ya hawa wanawake. Nao kwa upande wao, baadhi ya wadau walioshiriki katika utafiti huo uliofanywa na taasisi ya utafiti wa viumbe bahari Zafiri kwa kushirikiana na idara ya maendeleo ya uvuvi na ufugaji wa viumbe bahari kwa ufadhili wa shirika la maendeleo UIOMSA, wamesema utasaidia kutatua changamoto zilizopo katika shughuli za uvuvi. Kwa hiyo tunaomba wale wanaofanya utafiti wayapeleke mambo hayo zaidi, hasa katika mashirika ama kwa serikali zaidi. Itatusaidia, kwanza tutaweza kujua kwa wanawake na sisi tumefikia kiwango gani katika kushiriki, lakini pia tutaweza kujua kumbe serikali ipo na sisi wanawake katika kujikwamua kimaisha na katika kupiga hatua za maendeleo. Daktari Mohamed Hamza ni afisa mdhamini Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, amesema kuwa tafiti kama hizo zinaisaidia serikali kupanga na kutatua changamoto ili kuwanufaisha wananchi kiuchumi. Maana kumbe uchumi wa buluu ni fursa, na fursa zipo, tuzichangamkie, na sisi kama serikali tunajua kuna mambo mengi ambayo kama wananchi wanahitaji, tunatakiwa tuwafanyie. Kwa hiyo kwa research kama hizi, tafiti kama hizi zitasaidia sasa kuchakata mipango ili kuhakikisha kila mmoja anafaidika katika mipango hiyo ya serikali.
Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu ndio inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa kwenda kupoza koo kwa sekunde chache. Tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari. Na kwa hiyo kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni kapu la habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosimuliwa naye Hilali Sefuriami. Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Zimbabwe. Takribani watu 15 wamekufa maji na wengine 27 wajulikani walipo baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe, kwa mujibu wa kitengo cha ulinzi wa raia. Shirika hilo limesema boti hiyo ilipinduka siku ya Jumanne, Agosti 11 baada ya kukumbwa na mawimbi makubwa, huku watu wasiopungua 77 wakiokolewa, ambapo boti hiyo hutumika kusafirisha watu kati ya mji wa Kariba kaskazini mwa nchi hiyo na visiwa kadhaa pamoja na maeneo ya uvuvi. Mamlaka zimesema feri hiyo ilikuwa imebeba watu zaidi ya uwezo wake wa abiria 90 ilipopinduka, ingawa idadi kamili ya abiria na wafanyakazi bado haijathibitishwa. Mamlaka zimesema taarifa za mauzo ya tiketi zinaonyesha kuwa kulikuwa na abiria watu wazima 114 pamoja na wafanyakazi 5. Aidha, huenda kulikuwa na watoto ambao hawakuwa wamefikia umri wa kulipia tiketi na hivyo idadi yao haijajulikana, na jeshi la polisi nchini Zimbabwe limesema shughuli za uokoaji zinaendelea. Jeshi la polisi nchini Zimbabwe limesema shughuli za uokoaji zinaendelea, na shirika la utangazaji la taifa na shirika moja la utangazaji binafsi limeonyesha picha za boti za mwendo kasi zikielekea kwenye feri hiyo iliyopinduka, huku helikopta ikiruka juu ya ziwa. Timu ya wapiga mbizi pia imetumwa kufanya shughuli za utafutaji na uokoaji katika ziwa hilo kubwa. Kwingineko, wanajeshi 7 wa jeshi la wanamaji la Marekani wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano makali ndani ya meli ya USS Abraham Lincoln, huku machafuko yanaongezeka miongoni mwa wafanyakazi wa meli hiyo, yakiwekwa wazi mashinikizo makubwa ndani ya jeshi la Marekani kutokana na majukumu ya muda mrefu ya kivita. Shirika la habari la Tasnim likinukuu chanzo cha kijeshi na taarifa kamili limeripoti kuwa tukio hilo lililotokea baada ya mshauri wa kamandi kuu ya majeshi ya Marekani CENTCOM Brad Cooper kupanda meli hiyo ili kushughulikia malalamiko yanayoongezeka kutoka kwa maafisa wa kijeshi kufuatia upinzani wa familia zao kuhusu kuendelea majukumu ya wanajeshi walioko kwenye meli hiyo kwa muda mrefu. Inasemekana mshauri huyo alikumbana na matusi na kurushiwa chupa za maji alipokuwa akihutubia mkutano wa wanajeshi walioko ndani ya manuari ya USS Abraham Lincoln. Malumbano hayo baadaye yaligeuka na kuwa mapigano kati ya wanajeshi wa Marekani yaliyohusisha visu na silaha nyingine kali na kusababisha vifo vya maafisa 7 na wengine kadhaa kujeruhiwa.
Manuari ya kijeshi ya Abraham Lincoln imekuwa katika majukumu ya kijeshi kwa siku 263 na kwa sasa inafanya kazi katika bahari ya Hindi, ambapo dhamira yake kuu ni kutekeleza mzingiro haramu wa majini dhidi ya Iran. Machafuko hayo yameripotiwa huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hali ya maisha na mazingira ya kazi ya mabaharia na wanajeshi wa majini wapatao 5,000 wa Marekani walioko ndani ya meli hiyo. Inaripotiwa kwamba wanajeshi walioko ndani ya meli hiyo wanalalamikia uhaba wa chakula, huku milo yao ikipunguzwa hadi nusu kikombe cha wali na vipande viwili vya nyama. Vitengo vya kufulia nguo vya manuari hiyo pia vimeharibika kwa wiki 2, na ukungu katika maeneo ya kuogea umesababisha maambukizi ya fungus miongoni mwa wanajeshi hao. Na Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea, ambapo kombora hilo liliruka umbali wa takribani kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan, ambapo Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo, ikisema yanatishia usalama wake. Hata hivyo, Japani na Korea Kusini zimelani hatua hiyo ya Korea Kaskazini, na Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama, na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Hata hivyo, imeongeza kuwa kwa sasa hakuna kitishio cha moja kwa moja katika eneo lake au washirika wake. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Hilali Sefu Rihami kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo ndizo ambazo zinanifanya mimi kufika tamati ya kapu la habari katika siku hii ya leo. Lakini kabla ni kuage, ni kupitishe tu katika muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. KKK kuanza kutumika katika mfumo wa teknolojia kwa wanafunzi mkoani Ruvuma. Serikali yakabidhi pampu 52 za kilimo cha umwagiliaji kwa wakulima mkoani Katavi. Na katika rubaa za kimataifa, wanajeshi 7 wa Marekani wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano makali ndani ya manuari za kijeshi. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgani niliyokupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilali Sefuriami ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia vipindi mbalimbali kupitia chaneli nambari 455 katika kisimbuzi cha Azam TV. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nikuache na utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini TMA. Baada ya uchovu wa kutwa nzima leo, na sasa ni kuombe tu dakika chache ni kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuendelea kuwa na hali ya ukavu na yenye hali ya ubaridi wa wastani, japo ubaridi unaonekana kupungua kwa kiasi kidogo ukilinganisha na siku kadhaa zilizopita. Kiwango cha chini cha joto zaidi kinatarajiwa kuendelea kushikiliwa katika mkoa wa Njombe kwa nyuzi joto 8, na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa kwa upande wa pwani ya kusini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali kadhalika kwa ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi vya uwepo wa upepo mkali katika pwani ya kusini. Ni vyema mtumiaji wa bahari katika maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo. Hali kadhalika angalizo linatolewa la matarajio kuwa na vipindi vifupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo ya ziwa Nyasa. Ni vyema mtumiaji wa ziwa kuwa makini na angalizo hilo. Kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu maeneo mengi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam likitarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku mkoa wa Dodoma ukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kitarajiwa kufikia nyuzi joto 11. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 5. Mkoa wa Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua.
Upande wa mkoa wa Morogoro tutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha tutakuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kitajua kufikia nyuzi joto 9. Ni kushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.